Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kina makao yake katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Julai 3, 2026. Tulionayo hii leo: hali ya kiusalama na kiutu katika tarafa la Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuharibika. Hali sio nzuri kwa sababu milima mirefu ya tarafani Fizi ngambo ya Minembwe, makombora ya adui ilipikwa na kulumiza wa raia wengi sana ku village ya Mulima na Point Zero. Ni sauti yake mkuu wa tarafa la Fizi Badibanga Kalonji Sami. Atakujia na dondoo zaidi hapo baadaye, usiondoke. Na ripoti mpya ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema waasi wa AFC M23 wanaendelea na mpango wao wa kuanzisha kile wanachokiita Jamhuri ya Shirikisho la Kongo, huku wakijenga mfumo mbadala wa utawala katika maeneo wanayoyadhibiti. Je, mwanzo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kugawika au ni shinikizo tu ambalo M23 wamelianzisha ili kuweka presha kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ni mbunge mstaafu wa DRC Kizeboka Sereka Watevwa. Utamsikia kwa ndani baadaye. Mpenzi msikilizaji, usiondoke, twende sote hadi tamati. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Tuangazie kwa kina taarifa zetu. Hali ya kiusalama na kiutu tarafani Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuharibika siku baada ya siku. Mkuu wa mkoa wa tarafa hilo la Fizi Kalonji Badibanga Sami anatoa tathmini ya jumla. Hali ya usalama ndani ya tarafani Fizi leo tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026 ni tatizo kubwa sana. Hali sio nzuri kwa sababu milima mirefu ya tarafani Fizi ngambo ya Minembwe, makombora ya adui ilipikwa na kulumiza wa raia wengi sana ku village ya Mulima na Point Zero. Ni village zenye ziko mu groupement ya Basilocha mu sekta ya Tanganyika. Watu wengi walifariki, zaidi watoto wa shule wenye walikuwa wanatarajia kupewa alama zabo za mwisho ya mwaka. Kuna mavituo vya afya vilikuwa na vaccination. Wajawazito wengi walihurumia na wengi walifariki. Kuko wazamini wa mashirika mbalimbali walikuwa wana enregistre watu wa kupokea misaada mbalimbali. Parmi abo kuko wenyewe walilumia na kuko wenyewe walichomoka, na wadeplace interne wengi walilumia ngambo ya Mulima, na mabombe ya kutoka na mavion de chasse ya kutoka Rwanda Bukarama. Tuna sapoti sana jeshi letu la Kongo yenye kufanya kazi nzuri sana ya kuzibia adui na kudefendre udongo yetu yenye kuvamiwa na nchi ya Rwanda. Na tunatosha mkono ya pole kwa wakahaji wa tarafani Fizi, zaidi wa groupement ya Basilocha na wa groupement ya Bashimuku Masida, kwa hajali ambao walipata leo asubuhi. Watu walikuwa wanaenda mashambani, manyumba za mingi zilibomolewa, mashamba zilibomolewa, mamifuko, mambuzi na mangombe zilikufa, masomo za mingi zilipikwa mabombi, na macentre de santé za mingi zilibomolewa na mabomba za ndeke ya Rwanda. Leo asubuhi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 ku village ya Mulima na ku village ya Point Zero. Na hizi mandeke zinatumwa na wa mercenaire wa Ulaya wenye wako ku province ya Bukarama nchi Rwanda. Tunahomba jeshi letu la Kongo na wazalendo wetu kubakia imara kwa kukombania nchi yetu na kudhibiti Mnyarwanda wa M23 asikamata nchi yetu. Kwa Umoja wa Mataifa tunaomba ya kwamba wajikaze, kwa sababu depuis vita ilianza wahamiaji wa ndani walishuka wengi. Depuis jana na leo usiku watu wengi wanakimbia vita na kujielekeza ngambo ya Fizi Centre, ngambo ya kwa Mulima, kutoka kwa Mulima kwenda Kananda, Mukera, Kichula, Lumanya, na wengi wanashuka Esebele na Baraka kukimbia mabomba ya mandeke za nchi ya Rwanda yenye kuua bila
sabia kama huyu ni mjamzito, huyu ni mtoto, wala huyu ni mzee. Umoja wa Mataifa tunaomba ya kukondane vikali sana kitendo ya jeshi la Rwanda pamoja na jeshi ya Tanzania, jeshi ya Kenya, jeshi ya Somalia na wa magrupo zarme za mingi zenye ziko mu plateau zenye kusapoti M23 kwa sababu Rwanda ni nchi yenye heshima yake mikataba. Rwanda iko na kiburi kulisha sinye akoro ya Washington. Rwanda inaendelea kudefie Umoja wa Mataifa zaidi Marekani. Tunaomba kwa Rais Trump, tunaomba kwa viongozi yote ya Marekani na Umoja wa Mataifa kwa kuomba Rwanda atoshe vikosi vyake vyote ndani ya tarafani Fizi, muo plateau ya Minembwe, na jeshi lake lote na mandeke zote zenye ziko Minembwe za mabombe za kubombarde wakahaji bila hatia. Ni mkuu wa mkoa wa tarafa la Fizi Badibanga Kalonji Sami ambaye ametoa tathmini kuhusu hali ya kiusalama na kiutu katika tarafa la Fizi, Kivu Kusini, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwisho kabisa, ripoti mpya ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema waasi wa AFC M23 wanaendelea na mpango wao wa kuanzisha kile wanachokiita Jamhuri ya Shirikisho la Kongo, huku wakijenga mfumo mbadala wa utawala katika maeneo wanayodhibiti. Awali nilifanya mazungumzo na mbunge mstaafu wa DRC Mheshimiwa Kizerboka Sereka kutoka Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilitaka kufahamu yeye binafsi ameshtushwa na taarifa hiyo. Mheshimiwa mbunge mstaafu Kizerboka Sereka alianza kwa kufafanua zaidi. Mimi sisitushwe kabisa na taarifa hizi kwa sababu ni kile ambacho alikitarajia hapo tangu awali. Wakati muda fulani kuna mmoja yao ambaye alisema watafanya ambao wanaita Sudanization, yani kuweza kufanya Kongo kama Sudan, na hiyo ambao ambao imefuchuliwa sasa ni kuendelea na ile malengo ambayo walikuwa nayo, na hiyo kabisa hainishtue ya kusema ni kwamba viongozi wetu wa DRC ndio wangeona namna gani kuweza kukata hiyo chain ili isiweze kuendelea, lakini namna ambako tunaendelea wanaweza kufikia hii jamhuri ambao wanaitarajia na itaweza kuweko. Pengine sasa tuangalie, unadhani hatua ya FCM 23 ya kutaka kuanzisha Jamhuri ya Shirikisho la Kongo inaweza kuwa na athari gani kwa mustakabali wa DRC? FCM 23 kuweza kuanzisha jamhuri hiyo ina hatari kubwa kwa DRC kwa sababu huenda wanaweza kuigabula Kongo kwa vipande, na huenda ambao wanakuwa majimboni sawa Katanga na penginepo wengi husema kwamba ni mahali ambako tayari wametayarisha ili waweze kumiliki maeneo yenyewe. Ni kusema inaweza kuwa na shida na wakati tunasema kama nchi yetu itabaki moja bila kugabuliwa, inaweza kutuletea shida na kuona kama nchi sasa yetu inagabuliwa na kuna kwa maeneo ambayo sisi ambao tunakuwa Kinshasa tuwezi kupafika tena. Ili tuweze kupafika lazima tuweze kulipa visa na mambo mengine, na hiyo itakuwa shida kwa sababu ambako tunaelekea kama mambo ambayo yanatarajiwa kuweza kusainiwa au kuweza kumaliza vita hii haitamalizika, hiyo jamhuri ambayo yao wanaitarajia kama nilisema hapo awali itaweza kutimilika. Kuna wachambuzi ambao wanasema kwamba taarifa hizo hawaziamini, labda kwa mujibu wao wanasema kwamba ni pressure tu ambayo M23 wanataka kuiweka kwa serikali ya Kinshasa. Nini mtazamo wako? Mtazamo wangu ni kwamba sio pressure, lakini namna wanavyosema hapa ni nadhani kwamba ni jambo ambalo wanataka kulikamilisha, kwa sababu kama vile ripoti iliweza kusema, moja kati ya waliokuwa marais wa Kongo wa DRC hapo awali, wakati jina lake limeanza kutajiwa na kuona hapa mbele, ni kusema yule ambaye ameongoza wakati ameona kama mamlaka hanayo tena, anafanya mbinu zote ili aweze kumiliki eneo fulani, na huenda anatafuta watu ambao watajiunga pamoja naye, na hiyo ndiyo shida ambayo jamhuri yenyewe inaweza kuwa na nguvu, na ni mwenyewe aliweza kutamka kwamba tuweza kufanya ambao tunaita Sudanization, na hiyo ndiyo shida. Na ni woga wangu kusema mimi sione kama ni pressure tu, nafikiri kuna jambo nyuma ya mambo haya. Je, unaamini juhudi za kidiplomasia zinaweza kumaliza mgogoro huu au zinahitajika hatua nyingine?
Juhudi za kidiplomasia ndiyo zinaweza, lakini kuna hatua zingine ambazo tunazoea kuzitaya kila siku. Kuna juhudi za kidiplomasia zinaweza kumaliza jambo hiyo. Kuna juhudi za mazungumzo ambazo huenda wengi wanakataa, lakini tunafikiri kwamba mazungumzo vile haikataziwe, watu wanaweza kuzungumza na kuona kipi kifanyike, tuzungumze kama Wakongomani. Na hatua ya tatu ni kuona vita ifanyike namna gani, kwa sababu namna ninavyozoea kusema kila siku, dawa ya moto ni moto, na wakati moto imewaka, yule ambaye atakuwa mshindi anakuwa mshindi na mambo mengine yanaendelea. Swali la mwisho, kwa mtazamo wako, jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua gani kufuatia madai haya ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa? Nafikiri wao vile hawangekuwa tu kwa maandishi au kwa masemi, wangeweza kukamata hatua fulani ili kuweza kuisaidia kuweza kumaliza mizozo hii, na hao watakuwa wamesaidia maeneo au nchi yetu ya DRC kuweza kukamata au kurilia usalama ambao unahitajika ndani ya nchi. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine. Kwaheri kwa leo.